Baraza la Ushindani FCT limeendesha mafunzo ya elimu kwa wadau wa biashara mkoani Mbeya yakilenga kuongeza uelewa kuhusu majukumu, huduma na mifumo ya kisheria inayosimamia ushindani wa haki katika shughuli za biashara. Mafunzo hayo yamefunguliwa na Katibu Tawala Msaidizi anayeshughulikia viwanda, biashara na uwekezaji wa mkoa wa Mbeya, Anna Mwambene, ambaye amewahimiza wafanyabiashara na wajasiriamali kutumia ipasavyo mifumo iliyopo ya kisheria sambamba na kuwa mabalozi wa kuitangaza huduma ya Baraza la Ushindani kwa jamii. Unajua sasa hizi gharama kubwa kutoka hapa kwenda Dar es Salaam au Dodoma kupeleka rufaa yako, unatumia nauli, unatumia na mambo mengine, chakula na kulala na vitu vingine. Lakini kwa sasa hizi huo mfumo utasaidia kuingia. Sasa hizi ni ulimwengu wa kidijitali, wote tunafahamu. Kwa unaingia tu kwenye kompyuta, kwenye simu yako, unaeleza nani shida yako, mgogoro wako kati ya mamlaka fulani ya udhibiti, na wao wanapata. Baadaye mwisho wa siku wanaweza kuwaita wakawasuluhisha, ambao unaweza kutumia tu nauli ya siku moja na kufika sehemu husika, Dar es Salaam au Dodoma, kuliko kwenda kupeleka unarudi, kwenda kusikiliza kwamba rufaa inaendaje unarudi. Kwa hiyo tutakuwa tunawasiliana kwa njia ya mfumo. Lengo hasa la semina hii ya leo ni kuwajulisha wananchi wa Mbeya kuhusu mfumo ambao kwa sasa uko kwenye utekelezwaji, unatumika wa kuwasilisha mashauri Baraza la Ushindani. Kwa sasa mtu huhitaji kuja physically au huhitaji kuja binafsi baraza katika ofisi zetu kwa ajili ya kuleta shauri lako. Tuna mfumo ulioanzishwa ambao tunatumia mfumo huo kupokea mashauri na rufaa zote zinazowasilishwa. Website ya baraza ambao ni www.fct.or.tz. Ukiingia kwenye website hiyo kuna link maalum ambayo itakupeleka kwenye mfumo wetu wa e-filing portal, lakini pia unaweza kwenda direct terms.fct.or.tz. Kwa hiyo hii link itakupeleka moja kwa moja kwenye front page ambayo itakupa maelezo pia mbalimbali ya mfumo wetu unafanya nini, lakini pia kuna link ambayo ya kuweza kusign in kama tayari umeshakuwa ni mtumiaji, yani kwa maana una account. Lakini kama huna account utabonyeza sehemu imeandikwa register ama jisajili. Kwa hiyo utajisajili, utaweka taarifa zako. Baada ya hapo utaweza kulogin sasa ili uweze kufaili kesi yako.